Manga MLTV. Wow. Na barabara mpenzi mtazamaji wa Manga MLTV, matumaini yangu kabisa umzima wa afya. Nitoa Miraji Nurdin na kukaribisha na muda kama nao tuko katika bandari ya Kazimia, na ukiangalia vyema kuna mizigo tele, na ukiona mizigo unajua ni kitu gani ambacho kinaweza kufanyika. Hapa tuliweza kupokea baadhi ya wahamiaji wengi kutoka katika mji wa Baraka, Uvira, na hatimaye jiji la Uvira limeweza kurudi katika mikono ya serikali pamoja na wazalendo. Ndio sababu wahamiaji ambao tuliweza kuwapokea katika mji wa Kazimia wanaanza kurudi. Tutakwenda kuhojiana nao ni changamoto zipi ambazo waliweza kuzipitia mpaka muda kama na huu ambapo wanatarajia au wanaamua kuchukua maamuzi ya kurudi majumbani kwao. Nite Miraji Nurdin, na kabla hujasikia kwanza nakuomba kwanza usubscribe YouTube channel yetu pamoja na kushare kwa wengine. Nyuma kamera ni JP Frank. Mambo vipi kaka? Poa. Na wewe ulikuwa mmoja kati ya wahamiaji uliweza kukimbia vita, ni kutoka kwenye mji gani? Baraka. Kutoka katika mji wa Baraka. Vipi, ilikuwaje mpaka mkaweza kuanza kukimbia? Tulikuwa pigwa masasi sana na tukana tukimbia kutoka Baraka kufika hapa kwetu Kazimia. Vipi, ni magumu gani ambayo mnaweza kupitia hapa Kazimia? Vitu vilipanda bei sana na changamoto ilikuwa mingi sana. Watoto kugonjwa na tukana turudi kwetu Baraka. Na matatizo, miongoni mwa matatizo zaidi ya magonjwa, vipi upande wa chakula? Je, mlikuwa napata chakula ipasavyo nini kutokana na chakula? Jua huku kulikuwa wa ndugu fulani tulikuwa wasaidia kwenda kushamba, tunaleta ile miogo na mboga, tulikuwa piganisha tunaenda kutanganika. Bibi kaka yangu anaenda saidia, anaenda leta ile chakula ile mboga. Vipi kutokana na usehemu ambako mlikuwa mmefikia, ulisema mlikuwa mmefikia kwa ndugu au mlikuwa mmefikia kwa mtu wa kawaida tu? Tulipanga nyumba na nyumba na kupanda bei tulikuwa nalipiwa huku, yenyewe tulikuta saa kule lipanda. Na mlikuwa lipa ngapi kwa mwezi? Kwa mwezi tulikuwa lipa ile 10,000 kwa mwezi. Sasa kwa sababu ile 10,000 vile nalipa miezi 3. Ndio kisema hatutagawia, ndio akatupunguzia sasa. Kwa kulipa mwezi mmoja mkalipa 10,000. Tukalimaki tulipa miezi 2 vile tunakuya bila kumalizia ile mwezi yenyewe tulikuwa tuchalipa. Na zaidi ya hapo, wewe mko na familia ya watu wangapi ambao mlikuwa? Tuko familia watu 8. Familia watu 8. Vipi, unaweza kuambia nini serikali kutokana na hali hii ambayo unaweza kupitia Kazimia, magumu mengi sana, na hatimaye mnaamua kurudia Baraka? Unaweza kuambia serikali nini? Tunashukuru kwa ile kidogo walitusaidia ile abunga na kusaidia tena gisi watu tena walishasema watu warudi tena kwenda soma. Ile kitu ni cha muhimu sana. Vipi, unasoma? Nasoma. Msoma na ngapi? Somo la 3 la kikuu. Na hatimaye unaenda kurudia kazi kwenye masomo? Narudia kwenye masomo. Sasa tunakushukuru sana. Kwa jina naitwa Swedi Tambwe. Ni mkaaji wa Baraka. Nilikuwa nimekimbilia Kazimia kutokana na vurugu ambazo zilikuwa zimetokea. Na kwanza kabla tujajua umeamua kurudi kwa ajili gani, vipi kwanza matatizo yapi ambayo umeweza kuyapitia hapa wakati ukiwa ukimbizini? Matatizo, unajua mtu akishakimbia toka kwake kwenda maeneo mengine, mtu huwa lazima upate matatizo kwa sababu mausafiri alikuwa yamepanda bei. Mtu Kazimia na Baraka tulilipa, mtu unalipa sasa 50,000 kumoto. Kwa hiyo tukawa tumeishiwa kabisa, na huku nako hali ikawa ngumu, chakula kukipata ikawa ni shida. Lakini kwa sababu tulikuta wandugu wako huku nao walikuwa wanatusaidia. Ulikuwa na familia ya watu wangapi? Nilikuwa na familia ya watu 6. Watu 6. Kwanza mke wangu pamoja na mimi. Umeweza kuchukua maamuzi ya kuweza kurudi, ni baada ya wazalendo pamoja na jeshi la M23 kuweza kurejesha jiji la Uvira. Zone de Fizi. Wow. Don't forget to subscribe to our channel, Manga MLTV. Don't forget to subscribe to our channel. Subscribe to Manga MLTV. Turn on notification. Like, share, comment. Manga MLTV. Wow.